Isaya tuingie katika kitabu cha Isaya hapo 30 na moja. Isaya 30 na moja. Hebu tusome. Atirere he kai aria maikurukaga mathie Misiri magateithio mari na haroi o acio merigagirira hinya wa barathi na makehoka ngari cia ita ne undu nicingihite muno na makehoka aria mathiaga mahaicite barathi ne undu ati mena hinya muno no maticũthagĩrĩria uria mutheru wa Isiraeli kana makarongoria Jehova amateithie. Wanapewa sifa. Amen. Ati ole wao wateremkao kwenda Misri wapate msaada na kutegemea farasi. Watumainio magari kwa kuwa mengi na wapanda farasi kuwa ni hodari sana. Lakini hamuangalii mtakatifu wa Israeli wala hawamtafuti Bwana. Ati ole wao wateremkao kwenda Misri wapate msaada. Kwa hivyo tunasikia kuhusu wanaoteremka Misri kupata msaada. Wale ambao wanategemea farasi, watumainio magari kwa kuwa ni mengi na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari sana. Lakini hawamwangalii mtakatifu wa Israeli wala hawamtafuti Bwana. Bwana asifiwe. Ole wao kwa kuwa wametegemea farasi, mambo ambao tunaona kwa macho, na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari, lakini hawamwangalii mtakatifu wa Israeli wala hawamtafuti Bwana. Hebu soma hivi. Nore onake nĩ mũũgĩ na nĩ agatwarithĩria andũ na kiugo kĩrĩa oigĩte rĩ ndangĩcoka kwĩricũkwo, no nyũmba ya ekinaĩ nĩ kwarahũka akarahũka amĩũkĩrĩre, ona athahie ũteithio wa andũ arĩa mathugundaga waganu. Ati lakini yeye naye ana akili, naye ataleta uovu wala hata yatangua maneno yake, bali ataondoka juu ya nyumba yao watendao mabaya na juu ya msaada wa hao watendao maovu. Bwana asifiwe. Hebu soma 3. Rĩu-rĩ andũ a Misiri no andũ a gũkũ thĩ oro ũguo, no ti o Mũrungu, nayo mĩĩrĩ ya mbarathi ciao no nyamatheri, na itirĩ maroho thĩinĩ wacio. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jehova agatambũrũkia guoko gwake, andũ acio nĩ makahĩngithio magwe, mũteithania ona mũteithio, nao othe hamwe mahoteke. Ati basi wa Misri ni wanadamu wala si Mungu, na farasi zao ni nyama wala si roho. Na Bwana atakaponyoosha mkono wake, yeye asaidiaye atajikwaa, na yeye asaidiwaye ataanguka, nao wote pamoja watakoma. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona kwamba ati ni ole wao wanaokwenda Misri kutafuta usaidizi kwa farasi. Bwana apewe sifa. Kwa kuwa ukiangalia hakika hata na wanadamu wengi sisi utafuta usaidizi kwa yale mambo tunaona kwa macho yetu. Mara mingi ukiwa na jambo tunakimbilia ile jambo ambalo tunaona na tunaelewa. Bwana asifiwe. Tunaona kama hao wanakimbilia magari, wanakimbilia magari kwa kuwa ni mengi. Kwa hivyo wanaangalia kwa macho yao na kuona hii magari
ni mengi sana. Kwa hivyo, kwa kuwa magari haya ni mengi, lazima itaweza kutuokoa na ile shida tuko nayo. Bwana asifiwe. Ati na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari sana. Kwa hivyo unatafuta tegemeo lako, unatafuta mahali utasaidika. Na jambo la kwanza ni kuangalia huyu mpanda farasi ni mtu wa aina gani. Unamwangalia na kuona hakika mpanda farasi huyu ni mtu hodari. Kwa hivyo ako na uhodari wake. Magari ni mengi. Kwa hivyo hakika tukikimbilia hapa Misri tutaokoka. Kwa sababu ona idadi ya magari yao. Nani anaweza kuja kinyume na hii magari yote? Nani anaweza pigana na hawa wapanda farasi ambao ni hodari? Kwa hivyo kwa kuwa wako na uhodari wao, kwa kuwa magari ni mengi, Misri inaonekana mahali pazuri pa kwenda na kujificha. Bwana apewe sifa. Lakini neno linasema ole wao watelemkao kwenda Misri wapate msaada na kutegemea farasi. Watumainio magari kwa kuwa ni mengi, na wapanda farasi kwa kuwa ni hodari sana, lakini hawamwangalii mtakatifu wa Israeli. Kwa hivyo wamemwacha Mungu nyuma, wakimbilie Misri kwa sababu Misri kuna magari mengi. Misri kuna wapanda farasi ambao ni hodari. Kwa hivyo hata kama tumekimbizwa, tunaenda kujificha Misri kwa sababu tunajua Misri tutaokolewa. Bwana apewe sifa. Lakini Bwana anasema ole wao kwa kuwa hawaangalii mtakatifu wa Israeli wala hawamtafuti Bwana. Ndio mazito yamekuja, lakini badala ya kukimbia kwa Bwana wanakimbilia Misri. Badala ya kutafuta Bwana wanakimbilia ile ati Misri, sababu kuko na magari mengi na kuna wapanda farasi ambao ni hodari. Bwana asifiwe. Lakini yeye naye ana akili, naye ataleta uovu wala hatayatangua maneno yake, bali ataondoka juu ya nyumba yao watendao mabaya na juu ya msaada ya hao watendao maovu. Basi wa Misri ni wanadamu wala si Mungu, na farasi zao ni nyama wala si roho. Bwana asifiwe. Wa Misri ni wanadamu, si Mungu. Farasi zao ni nyama wala si roho. Kwa hivyo roho ina nguvu kuliko nyama. Roho ana nguvu kuliko chochote kile tunasema ni kimeumbwa ni binadamu. Bwana apewe sifa. Wa Misri ni wanadamu wala si Mungu. Farasi zao ni nyama wala si roho. Bwana atakaponyoosha mkono wake, yeye asaidiaye atajikwaa, na yeye asaidiwaye ataanguka, na wote pamoja watakoma. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haimfurahishi Bwana wakati tunakimbilia mambo mengine kutusaidia tukiwa katika shida. Bwana asifiwe. Wakati tunakimbia upande huu na upande mwingine kutafuta usaidizi, Bwana hafurahishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anatizama watoto wake, ndio hao wamekimbia Misri. Yeye yuko pale, hakuna mtu amemtafuta. Hakuna yule ameita jina lake. Hakuna yule amemwambia njoo niko katika shida fulani. Bwana asifiwe. Lakini kile wamefanya ni kwamba wameangalia na kuona Misri kuko na wapanda farasi ambao ni hodari. Misri kuko na magari mengi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha tukimbilie pale, wale watatusaidia. Ona vile wako na uhodari. Ona vile wako na magari mengi. Bwana asifiwe. Lakini neno nasema Misri ni wanadamu wala si Mungu. Ni kumaanisha kwamba wako na upungufu fulani. Hawawezi yote. Bwana asifiwe. Kuna jambo hawataweza kufanya. Kuna jambo binadamu hata kufanyia. Kuna jambo ndugu ama dada yako haezi akakusaidia naye. Bwana apewe sifa. Yeye ni binadamu. Mafarasi tunaambiwa kwamba ni nyama wala si roho. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba nyama uchoka, nyama ulala, roho halali. Bwana apewe sifa. Binadamu hulala, huchoka. Bwana apewe sifa. Unaweza kimbia ndio umejificha usaidiwe na wanadamu, lakini kumbuka yule mwanadamu atachoka na atalala. Bwana asifiwe. Kuna wakati anasema sasa ni wakati wa usiku, acha nami nilale. Lakini kumbuka roho halali. Kwa hivyo Bwana akitizama anaona hawa watu si werevu. Mahali wanakimbilia usaidizi
hawawezi kusaidiwa mahala pale, kwa sababu farasi hizi tunaambiwa si roho, ni nyama, na Wamisri ni wanadamu wala si Mungu. Kwa hivyo Bwana atakaponyoosha mkono wake, asaidiaye atajikwaa na yeye asaidiwaye ataanguka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kama watu wa Mungu, kama wana wa Mungu, yetu wakati wote ni kukimbia kwake Mwenyezi Mungu. Sio kukimbilia mahali fulani sababu unaona yule mheshimiwa anaonekana mfuko wake ako na mali mingi, anaweza nisaidia. Bwana asifiwe. Kumbuka ni mwanadamu, yeye si roho, yeye si Mungu. Bwana asifiwe. Kuna ile sauti Bwana amengoja asikie. Ndio wanawake tunaona wako katika shida fulani, lakini Bwana amewangoja wamuite. Bwana asifiwe. Wakati huu akiwaona wanakimbia Misri, kumbuka amesimama pale anangoja yule atakayepinduka aje kwake aseme Bwana tuokoe. Bwana asifiwe. Na asisikie sauti yao, instead bado wanakimbia, na katika kukimbia kwao Misri wanaangalia na kusema magari ya Misri ni mengi na farasi zao, wapanda farasi ni hodari. Kwa hivyo let us depend na hiyo uhodari wao utuokoe, magari yao mengi ituokoe. Bwana asifiwe. Mpaka Bwana anasema akinyosha mkono yule anasaidiwa na yule anasaidia, wote watajikwaa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Bwana si kusema kwamba jambo imetendeka Mungu amekuacha. Sio kusema sababu tumekutana na jambo fulani Bwana hayuko pamoja nasi. Anangoja turudi kwake na tumuite. Bwana asifiwe. Kwa kuwa yeye anajua anaweza. Na akiangalia watoto wake Israeli anajua ninaweza kuwaokoa na hii jambo. Lakini ni nani ananiita? Wote wamekimbia, hebu tuende Misri tutaokolewa kule. Bwana apewe sifa. Amen. Tunaondoka mara mingi kwa uso wa Mungu na kukimbilia mambo ambayo haiwezi kutusaidia. Ndugu yako mkubwa, dada yako, ukisema familia yako, wao sio Mungu. Bwana asifiwe. Na watu wa Mungu Bwana ungoja wamuite yeye ili aje ajioneshane katika maisha yako, umtukuze. Utoa ushuhuda kama vile tumekuwa tukisikia ushuhuda ati Bwana alikuja na akatenda. Wakati hakukuwa na njia nyingine, Mungu alikuja na akafungua njia. Bwana apewe sifa. Na watu wamtukuze Mungu kwa kuwa ametenda jambo ya ajabu ndani ya maisha yako. Lakini mara mingi badala ya kurudi kwa Mungu tunakimbilia mafarasi ya Misri. Tunakimbilia fulani, ona yule anaweza kunisaidia. Amesaidia watu wengi, nami pia atanisaidia. Ona mali yake, haiwezi kosa kitu na kunisaidia mali. Bwana asifiwe. Na Mungu yuko pale. Hakuna anayemuita. Kama ni simu yake haijapigwa, hakuna mtu amepiga simu. Bwana asifiwe. Watu wamekimbilia ya dunia. Ati maana Bwana aniambia hivi. Kama vile ilivyo simba angurumapo na mwana simba juu ya mawindo yake, wachungaji wengi wakiitwa ili kumpiga, lakini hatiwi hofu na sauti zao wala kufanya uoga kwa sababu ya mshindo wao. Ndivyo Bwana wa majeshi atakavyoshuka ili kufanya vita juu ya mlima Sayuni na juu ya kilima chake. Ati ndege warukao, kama ndege warukao, Bwana wa majeshi ataulinda Yerusalemu, ataulinda na kuuokoa, atapita juu yake na kuuhifadhi. Bwana asifiwe. Hebu tusome. Ndikukoro Jehova arajira atiriri, utaure muruthi kana kiana kiaguo uraramaga ukiria nyamu iria unyitite, na ndumakio ni mugambo wa arithi, ona mokite mari kirindi kiingi metanite niguo maukirire kana witigire ni undu wa inegene riao ri. Uguo noguo Jehova munene wa ita agaikũrũka ahũranĩre kũu kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni igũrũ, ona gĩthũngũri-inĩ gĩakĩo. Na rĩrĩ, o ta ũrĩa nyamũ iria irĩ mathagu ibatabataga irerete rĩera-inĩ, ũguo no taguo Jehova munene wa ita akagitĩra Jerusalemu. Ati maana Bwana aniambia hivi, kama vile ilivyo simba angurumapo na mwana simba juu ya mawindo yake, wachungaji wengi wakiitwa ili kumpiga, lakini hatiwi hofu na sauti zao wala kufanya uoga kwa sababu ya mshindo wao, ndivyo Bwana wa majeshi atakavyoshuka ili kufanya vita
juu ya mlima Sayuni na juu ya kilima chake. Bwana asifiwe. Hivyo hivyo simba akiwa ameshika mawindo yake, wachungaji wanakuja wanajaribu kumfukuza yule simba, naye hata wakipiga kelele hawachilii kile ameshika. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Bwana tunaambiwa ati hivyo ndivyo Bwana wa majeshi atakavyoshuka ili kufanya vita juu ya mlima Sayuni na juu ya kilima chake. Na kama ndege warukao Bwana wa majeshi Bwana wa majeshi ataulinda Yerusalemu, ataulinda na kuuokoa, atapita juu yake na kuuhifadhi. Bwana asifiwe. Kwa watu wake Bwana hakika kama vile tulihubiriwa ni ngome. Wale amewalinda, yeye ni ngome. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anaweza kuja akutoe pale kwa mkono wa Mungu. Hakuna yule anaweza kuja afukuze Mungu amuondoe pale aweze kukudhuru. Bwana apewe sifa. Ikiwa Mungu ndiye amekulinda, okoro newe atokitirire. Bwana asifiwe. Hakuna jambo hata moja inaweza vuka huo mpaka na kuja na kukugusa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tueleweni ni nani yu pamoja nasi. Ni nani yuko upande wetu. Na kumbuka kwamba anasema ile farasi sio roho. Bwana asifiwe. Wale wanadamu sio Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yeye anajua uwezo wake. Ikiwa ni yeye tumemuita, hakika hakuna kuangushwa na yoyote yule. Bwana asifiwe. Sababu yeye ndiye anaweza kuwageuza hata hao adui na kuwarudisha kule wametoka. Bwana asifiwe. Ati ataulinda Yerusalemu. Hebu soma 7. Endelea kwa 6. Atiriri, inyuĩ ciana cia Israeli, garũrũkai mũcokerere ũcio mũtũire mũremete, nĩgũkorwo mũthenya ũcio wa maũndũ nĩagate mĩhianano yake ya kũhoyo ya betha na ya thahabu, o indo icio mwĩthondekeire na moko manyu inyuĩ cia gũtũma mwĩhie. Hĩndĩ ĩyo Ashuri nĩmakagũa moragĩtwo na rũhiũ rwa njora, no ti rwa mũndũ. Rũhiũ rwa njora nĩruo rũkamanina biũ, no ti rwa mũndũ. Nĩmakorĩra rũhiũ rũu rwa njora, nao anake ao manyitwo kĩaro. Hinya wao ũrĩa ũratariĩ ta rwaro rwa ihiga-rĩ, nĩũkamathengera nĩ ũndũ wa ũrĩa magwatĩtwo nĩ guoya. Nao anene ao mamakio na mate kĩbebero kĩao. Ũguo nĩguo Jehova ekuga, o we ũrĩa wakĩtie mwaki wake Zayuni, ona icua rĩake rĩa kĩmwaki kĩnene kĩ Jerusalemu. Mwelekeeni yeye mliye mwasi sana, enyi wana wa Israeli. Maana katika siku hiyo kila mtu atatupa sanamu yake na fedha za fedha na sanamu zake za dhahabu ambazo mikono yenu imezifanya zikawa dhambi kwenu. Ndipo huyo Mwashuri ataanguka kwa upanga ambao si wa mtu, na upanga usio upanga wa mtu utamla, naye ataukimbia upanga, na vijana wake watatoa kodi, na mwamba wake utatoweka kwa sababu ya hofu, nao wakuu wake wataionea bendera hofu kuu, asema Bwana, ambaye moto wake u katika Sayuni na tanuru yake katika Yerusalemu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, nitumuelekee Mwenyezi Mungu katika mambo yote, katika mazito yote. Hebu tuwe wa kumgeukia Mwenyezi Mungu. Tusimuonyeshe migongo yetu na kukimbilia usaidizi upande huu na upande mwingine, hata kama tumezingirwa na jeshi aina gani. Bwana asifiwe. Hata kama kunaonekana mambo ni mazito vipi, hebu pelekea Mungu hiyo jambo. Rudi kwake Mwenyezi Mungu, mpatie hiyo jambo. Wacha kukimbilia ndugu na dada zako. Wacha kukimbilia tajiri huyu au tajiri mwingine. Sababu Bwana anasema wao sio roho, wao sio Mungu, hawawezi. Bwana asifiwe. Hebu tuingie katika kitabu cha 2 Kings. Sita kuanzia 8. Na rĩrĩ, mũthamaki wa Suriata ahũranire mbara na Isiraeli,
nake hindi iria asiranire na ndungata ciake ati handu haha na hana niho ngamba hema ciakwa ri, mundu ucio wa Ngai akarekeria muthamaki wa Israeli mundu akamwira atiri, wimenyerere ndukahĩtũkĩre haha ni undu wa Suriata niho megũikurukira. Nake muthamaki wa Israeli akarekia andu mathie handu hau mundu ucio wa Ngai amwirite emenyerere uhoro waho. Naho hau muthamaki wa Israeli akehonokia na ti ihinda rimwe kana meri. Nayo ngoro ya muthamaki ucio wa Suriata ikinyarirĩka mũno ni undu wa uhoro ucio, nake agĩta ndungata ciake agĩciũria atiri, kaĩ mũtangĩkĩnyonia mũndũ witũ ũrĩa wĩ mwena wa muthamaki wa Israeli? Nake mũndũ ũmwe wa ndungata ciake akiuga atĩ aca ti ũguo muthamaki ũyũ mwathi wakwa, no rĩrĩ Elisha mũnabii ũrĩa ũrĩ kũu Israeli nĩwe wĩraga muthamaki wa Israeli mohoro marĩa waragia wĩ kanyũmba gaku gato. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake. Akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari, usipite mahali fulani kwa sababu ndiko wanaposhukia Washamu. Bwana asifiwe. Mfalme wa Shamu akafanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake. Kwa hivyo ameongea na watumishi wake, akawapia mpango. Akasema kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Ataenda atafanya kituo mahala fulani. Na tunaambiwa yule mtu wa Mungu, yani Elisha, akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari, usipite mahali fulani kwa sababu kuna mtego umewekwa pale na mfalme wa Shamu. Kwa hivyo usipite mahali fulani kwa sababu ndiko wanakoshukia Washamu. Washamu wako mahala pale. Ukipita pale labda watakushika. Bwana apewe sifa. Na mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahala pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kuhadharishwa. Akajiokoa nafsi yake si mara moja wala si mara mbili. Kwa hivyo kila wakati mfalme wa Shamu alikuwa anawekea mfalme wa Israeli mtego, Elisha alikuwa anatumana na mfalme anaondokea hiyo mtego. Na tunaambiwa sio mara mbili, sio mara moja, sio mara mbili. Kwa hivyo ni mara kadhaa alikuwa anawekewa mtego na hawamshiki. Mfalme wa Shamu anashindwa. Ni kwa nini? Wakati wote anapanga kushika mfalme wa Israeli ama kumtega au ambush, inakuwa kwamba anajitegua kutoka kwa huo mtego. Kwa hivyo yeye akaona kwamba katikati yao kuna mtu ambaye anapelekea Elisha siri. Kuna mtu ambaye wakati wote anaenda anaambia Elisha anaenda anapatia mfalme wa Israeli siri. Mtu wa kwake. Kwa hivyo mfalme wa Shamu akajua kuna mmoja hapa katikati yetu ambaye anatusaliti. Anaenda anapatia mfalme wa Israeli siri zetu na kumwambia ili ajiokoe. Tunaambiwa ati basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wenu yuko upande wa mfalme wa Israeli. Hamtanionyesha ni nani katikati yenu? Alafu hapo nasema mmoja wapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Kwa hivyo kuna mtu sio katikati yetu, lakini nabii wa Mungu Elisha, yeye ndiye anaambia mfalme wa Israeli siri zako zote. Bwana asifiwe. Ati Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Hebu soma 13.
nake agikiuga atiri tathiei mugatuirie haria ari nigetha ndekanie agirwo agikiheo horo akirwo atiriri ari odothani. Akasema, mfalme mwenyewe akasema, endeni mkamwangalie aliko, endeni mtafute Elisha mjue mahali yuko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akawaambia ya kwamba tazama, akaambiwa ya kwamba tazama yuko Dothan. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Elisha akajulikana mahali yuko. Mfalme anasema si amejua shida inatoka kwa Elisha. Yeye ndiye anapeana siri. Kila kitu anajaribu kupanga, Elisha anapangua. Akijaribu kushika mfalme wa Israel, Elisha anatumana. Kwa hivyo Elisha ndio shida atafutwe. Aende ashikwe, aletwe kwa huyu mfalme. Na wakaenda wakafanya upelelezi wao, wakajua Oriahari anaishi mahali fulani. Wakakuja wakaambia mfalme, Elisha yuko Dothan. Kumbuka mfalme huyu wa Shamu anataka amkamate Elisha. Hebu soma. Tondu ucio agigitwarithia mbarathi kuo ona ngari cia ita na mbũtũ nene ya ita, na igithie utuku githiũrũrũkĩria itũũra rĩu, na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndungata. Bwana asifiwe. Amen. Ati kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa, wakafika usiku wakauzingira mji ule pande zote. Bwana asifiwe. Mfalme ndiye ametumana. Kwa hivyo sasa ni jeshi imeenda kumtafuta. Sababu ni mfalme ametumana. Kumbuka huyu jamaa ameharibu mipango ya huyu mfalme. Kwa hivyo wakaenda, tunaambiwa wakapeleka farasi na magari na jeshi kubwa, wakafika usiku wakauzingira mji ule upande zote. Kwa hivyo ni usiku, watu wamelala na mji ukaja ukazingirwa, mji wote ukazingirwa na jeshi kubwa, mafarasi na magari. Wamezingira mji huo wote usiku wakati watu wamelala, sababu wameambiwa Elisha yuko kule. Na kwa hivyo wamezingira mji, kusema kwamba hakuna yule anaweza toroka. Wamezingira mji, hakuna mtu anaweza toroka kutoka mahala pale, sababu wanajua Elisha yuko kule. Na wametumwa waende wamkamate Elisha, wamlete mpaka kwa mfalme huyu wa Shamu. Hebu soma 15. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya mũndũ ũcio wa Ngai yarokire gũkĩra rũcinĩ tene ĩkiuma nja-rĩ, ĩkĩona mbũtũ ya ita ĩna mbarathi ona ngari cia ita ĩthiũrũrũkĩirie itũũra. Nayo ndungata ĩyo yake ĩgĩkĩmũũria atĩrĩ, oi tũgwĩka atĩa mwathi wakwa? Bwana asifiwe. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake, yule mtu wa Mungu, mtumishi wake Elisha alipoondoka na kwenda nje, asubuhi imefika, usiku wamezingirwa. Walikuwa juu wanazingirwa, usiku wamezingirwa. Sasa ni asubuhi, ameamka mtumishi wa Elisha ametoka nje. Ati asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu, bwana wangu, tufanyeje? Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtumishi akawa wa kushtuka, ametoka nje, amepata mji umezingirwa na jeshi kubwa, magari na farasi. Kwa hivyo hata kutoroka huwezi kimbia, mguu atakukimbiza na farasi watakushika. Bwana apewe sifa. Ameshtuka na amerudi na kumwambia Elisha, ole wangu, tufanyeje bwana wangu? Bwana apewe sifa. Sababu anaona finish, tumeshikwa, tumekutwa. Bwana asifiwe. Wewe umetoka usingizi yako, umepumzika, kuamka umeharibika nje. Na wasijue walikuwa wanazingirwa usiku huo. Bwana asifiwe. Hebu soma 16. Nake agĩcokia atĩrĩ, tatiga gwĩtigĩra nĩgũkorwo arĩa mũrĩ mwena witũ nĩ aingĩ gũkĩra arĩa marĩ mwena wao. Bwana asifiwe. Elisha akajibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Bwana asifiwe. Elisha anaambia mtumishi wake, usiogope,
kwa maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Bwana asifiwe. Mfalme akitumana alituma jeshi kubwa. Bwana apewe sifa. Elisha hasemi kwamba jeshi hiyo imetuzingira, kweli ni jeshi kubwa. Yeye anasema ni wachache kuliko wale wako upande wetu. Bwana asifiwe. Wale wametuzingira ni kidogo sana kuliko wale wako upande wetu. Wale wako upande wetu ni wengi. Bwana asifiwe. Na unajua jeshi ikiwa na watu wengi, hiyo jeshi mara nyingi hushinda vita. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Elisha anasema wale wako upande wetu ni wengi kuliko wale wako upande wao. Bwana asifiwe. Lakini wale jeshi wamewazingira, wanajua kwamba wako wengi. Bwana asifiwe. Unaona watu wakienda vitani, uangalie ile jeshi imekuja ni watu wangapi. Wakiona ile jeshi ni watu wachache, hawa wanakuwa na confidence, tutapigana, tutashinda. Na sasa hii jeshi imezingira Elisha, wanajua kwamba wamezingira mtu mmoja tu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii hata sio vita kubwa kwao, sababu wanajua tumemzingira, haezi toroka, tutamshika. But Elisha anasema wao ni wachache kuliko wale wako upande wake Elisha. Bwana asifiwe. Hebu soma 17. Na Elisha akihoya Ngai akiuga atiri, Jehova ndaguthaitha muhingure maitho niguo one. Nake Jehova akihingura maitho ma mwanake ucio, akiona wega na ti-itherũ kĩrĩma-inĩ guothe gwakorirwo kũiyũrĩte mbarathi ona ngari cia mwaki irigicĩirie Elisha. Bwana asifiwe. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana asifiwe. Elisha hatetemeki na kusema, Bwana tumekuja kumalizwa. Bwana asifiwe. Elisha ombi yake hata hajiombei nafsi yake, haombei usalama wake. Anaomba jamaa afunguliwe macho. Bwana asifiwe. Kwa sababu niko na wewe ni kipofu, hauoni. Yeye anaomba huyu afunguliwe macho. Bwana asifiwe. Najua tukasemekana hapa tumezingirwa na vita. Ombi ya kila mtu itakuwa ni tofauti. Baba ni kana dana hoya dana haje kanisa. Bwana asifiwe. Usiache leo hiyo siku yako. Maombi ni tofauti. Lakini Elisha badala ya kuomba tumepatwa, Bwana huku nionyesha hawa watu wakija, anasema Bwana fungua huyu mtu macho. Bwana asifiwe. Because Elisha alikuwa confident. Kumbuka alikuwa ameomba mara mbili ya nguvu ile Elisha alikuwa nayo. Bwana asifiwe. Huyu jamaa akitetemeka, tutafanya nini? Tutafanya nini? Elisha anaanza kumuombea. Bwana asifiwe. Haombei ukimbia kwao, ama aseme tufungulie njia tutoroke. Bwana asifiwe. Yeye anaombea huyu jamaa afunguke macho. Sababu jamaa ameogopa, ametetemeka, anauliza ajui tutafanya nini. Elisha anamuombea, Bwana fungua huyu mtu macho. Bwana asifiwe. Bwana nakusihi mfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfungua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Bwana asifiwe. Kwa ile kilima walikuwa mahali pako juu kidogo. Bwana asifiwe. Walikuwa wamezingirwa na magari ya moto na farasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo malaika wa Mungu walikuwa wamezingira Elisha. Jeshi ya mbinguni ilikuwa imemzingira Elisha, na walikuwa ni wengi kuliko hiyo jeshi inawatisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtumishi akaona kwamba hakika wamezingirwa. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha labda sasa uoga ikamuondoka. Bwana asifiwe. Mbeleni alikuwa ni muoga, sasa labda uoga ikaisha. Na uoga imeisha kwa nini? Sababu ameona wale wako upande wao. Bwana asifiwe. Mambo haitabadilika. Bwana asifiwe. Vile aliamka akakuta kuliko asubuhi, hivyo ndivyo kuliko hata sasa. It's just that hakuwa amejua nani wako upande wake. Bwana apewe sifa. Ikiwa hatuelewi ni nani yuko upande wetu, tunakuwa na uoga. Huyu jamaa, kumbuka vita haijaanza, jeshi haijatoroka, bado iko pale.
but macho ndio imefunguka, akaona wale wamewazingira. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akajua, kwa hivyo hatuko peke yetu. Mungu yuko pamoja nasi. Na ndugu na dada, hakuna wakati hatuko na Mungu. Yeye huwa pamoja nasi wakati wote. We don't realize. Bwana asifiwe. Wakati kama huu jamaa ndiye anakimbia aseme hebu tukimbilie Misri watu okoe. Tukimbie mahali fulani tuokolewe. Tupige nduru watu wakuje watusaidie. Bwana asifiwe. Na Bwana anasema wacheni kukimbilia binadamu, niko na nyinyi. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa pamoja na Elisha. Amemzingira. Kwa hivyo hata hao wakipanga kuja walionekana kitambo sana na Mungu, na akatuma malaika wakazingira mahala pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata Elisha amelala usingizi, lakini bado yuko protected. Na ndio Bwana anatuambia farasi za Misri sio roho. Bwana asifiwe. Hawa malaika, these are ministering spirits, wamezunguka. Roho wamekuja na wamezunguka pale. Mtu wa Mungu amezingirwa hata akiwa usingizini. Bwana asifiwe. Amelala usingizi wake, amemaliza, ameamka na anajua niko mkononi mwa Mungu. There is no fear. Bwana asifiwe. Anaamua jeshi iko nje, anasema jeshi ile iko pande yetu ni nyingi kuliko ile jeshi iko pande wao. Bwana, fungua huu mtumishi macho. Mtumishi anafunguka macho na anaona kweli wamezingirwa. Bwana asifiwe. Hata nasi pia ndugu na dada, Bwana yu pamoja nasi. Mungu ametuzingira. Ni vile macho yetu haijaona. Bwana asifiwe. Lakini ametuzingira. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukiangalia huyu mtumishi, nini ilifanya uoga wake uondoke? Kwa kuona. Kwa hivyo kama hangeona bado angezidi kuogopa. Bwana asifiwe. Na ndio unaona wengi wetu sababu hatujaona bado tunazidi kuogopa. Hata tunapokimbia Misri, tunakimbia Misri na tumeacha jeshi kubwa imetuzingira. Bwana asifiwe. Najua mara mingi hapa tunachekwa na mapepo sababu mapepo zinajua hiyo jeshi imetuzingira. Lakini wanaona bado unaenda kuitisha farasi ambayo ni nyama ikuokoe. Mtu ambaye ni binadamu akuokoe. Na mapepo imeangalia imeona jamaa huyu alikuwa amezingirwa na jeshi pale. Jeshi kubwa. Shodherene nyama hao amekuja kwetu kwa fulani amemsaidia. Bwana asifiwe. Na hapo tunakuwa wa kuangamizwa. Bwana asifiwe. Tunaacha ile nzuri tumewekewa. Mahali tuko well protected. Tunakimbia Misri, tunagonga mlango. Wewe nimeona uko na farasi mingi, uko na magari na uko na wapanda farasi. Hebu niokoe, ninakimbizwa na jeshi. Bwana asifiwe. Na Bwana amengoja, sema jambo. Bwana asifiwe. Kama vile Elisha alisema jambo. Ati Bwana akamfungua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyozunguka Elisha pande zote. Hebu soma 18. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mbũtũ ĩyo yaikũrũkire ĩgĩthiĩ harĩ we-rĩ, Elisha akĩhoya Jehova akiuga atĩrĩ, ndagũthaitha ũhũre andũ aya na ũtumumu. Nake akimahura na ũtumumu o ta ũrĩa uga wa Elisha watariĩ. Bwana asifiwe. Na walipomteremkia Elisha akamuomba Bwana. Kwa hivyo walipoanza sasa kuja, walikuwa wamemzingira. Sasa wakaanza kumteremkia wakija. Elisha akaomba Bwana akasema, wapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawa sawa na neno la Elisha. Jeshi ambayo inakuja suddenly watu wamekuwa vipofu. Na ni jeshi kubwa. Bwana asifiwe. Na ndio unaona ndugu na dada, tuko na silaha ambazo zina nguvu kuliko nyama na damu na farasi. Bwana asifiwe. But hatuelewi. Ikiwa hatujaona na macho, hatuelewi Mungu yuko upande wetu. Kwa hivyo Elisha akaomba Bwana akasema, "Wapige na kusihi watu hawa kwa upofu." Akawapiga kwa upofu sawa sawa na neno la Elisha. Elisha akawaambia, "Njia hii sio na mji huu sio. Nifuateni mimi nami nitawapeleka kwa mtu yule mnayemtafuta." Akawapeleka Samaria. Hebu soma. Nake Elisha akimera atĩrĩ, "Ĩno ti njĩra, ona itũũra ti rĩrĩ. Nũmĩrĩrai na nĩngũmũtwara kwĩ mũndũ ũrĩa mũgũcaria." Nake akĩmatongoria akĩmatwara Samaria.
Bwana asifiwe. Elisha akawaambia, njia hii sio na mji huu sio, nifuateni mimi nami nitawapeleka kwa mtu yule mnayemtafuta. Akawapeleka Samaria. Bwana asifiwe. Sasa wameanza kufuata Elisha, ati wanapelekwa Samaria kwa ule mtu wanatafuta. Mungu amewapiga na upofu. Sasa mtu mmoja anaongoza, ile ilikuwa jeshi kubwa ya mfalme. Wanaongozwa na Elisha, njooni wakiwa vipofu, wacha niwapeleke kule mnaenda. Na wakamfuata wakiwa jeshi kubwa. Ndugu na dada, nguvu za Mungu ni zaidi ya nguvu za wanadamu. Amen. Kumbukeni yeye ndiye aliumba. Yeye ndiye alisema kuwe na kukawa. Kwa hivyo kile neno lake linasema litatimia vile vile. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yetu ni kuelewa tuko mkononi mwake, na ametuambia semeni adhai ugai. Vile tulisikia pastor akideclare akiwa amesimama hapa, nena na mdomo wako na roho afuatishe, atende kulingana na vile umenena.